Tuangazie mjumuiko wa habari za siasa, mtazamaji wa Biomedia Channel. Mhabarishaji ni Official Rose D, na nitakuhabarisha taarifa ambako Chadema wametangaza kukutana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kujadili mambo haya ambayo tutakwenda kukufahamisha leo kuhusu hatima ya kesi ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Karibu sana, tuliangazia hili kwa kina. Ni wito ambao umetolewa kwa uongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuonyesha ukomavu wa kisiasa kwa kukubali kukutana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan aliyeweza kujadili masuala muhimu ambayo yanahusu mustakabali wa taifa. Miongoni mwa ajenda ambazo zinapendekezwa kujadiliwa ni hatima ya Mheshimiwa Tundu Lissu, mchakato wa maridhiano ya kitaifa, pamoja na suala nyeti la kupatikana kwa katiba mpya. Akizungumza, mwenyekiti wa kamati ya kusukuma maridhiano ya kitaifa KKMK Charles Odero amesitiza kuwa siasa za ushindani hazipaswi kuwa kikwazo cha mazungumzo kati ya serikali na vyama vya upinzani. Lakini pia ameeleza kuwa katika demokrasia ya kweli, tofauti za kisera ni jambo la kawaida, lakini hazipaswi kuzuia juhudi za pamoja za kutafuta suluhu kwa manufaa ya wananchi. Kwa mtazamo wake, taifa linahitaji viongozi wenye uwezo kujenga madaraja ya maelewano hata pale wanapokuwa na misimamo tofauti. Aidha, amesitiza umuhimu wa kuepuka matumizi ya lugha kali au kauli zinazoweza kuongeza mgawanyiko wa kisiasa. Kauli kama kuita serikali haramu au dhalimu, kwa mujibu wake, zinaweza kudhoofisha juhudi za kufikia mazungumzo yenye tija. Badala yake, amependekeza matumizi ya lugha za staha na heshima ambayo itafungua milango ya majadiliano ya kweli na yenye matokeo chanya. Odero ameongeza kuwa Watanzania wengi wanatarajia kuona siasa za ustaarabu, busara na pamoja na maridhiano zikipewa kipaumbele. Lakini pia amesema kuwa mazingira ya mazungumzo ya wazi yanaweza kuwa hatua muhimu katika kuimarisha demokrasia, kulinda haki za raia na kudumisha umoja wa kitaifa. Kwa maoni yake, viongozi wanapaswa kuweka mbele maslahi ya taifa badala ya misimamo mikali ya kisiasa. Lakini pia katika sehemu nyingine ya wito wake, Odero amemwomba Rais Samia Suluhu Hassan kurejea kumbukumbu za hatua mbalimbali alizowahi kuchukua ambazo zilionyesha dhamira ya kuleta maridhiano nchini. Miongoni mwa matukio hayo ni pamoja na kuunda kikosi kazi cha kuchunguza mwelekeo wa demokrasia, kukutana na Tundu Lissu nchini Ubelgiji na kutangaza falsafa ya 4Rs inayojumuisha mageuzi, reforms, ustahimilivu, maridhiano na kujenga upya. Lakini pia amekumbusha namna Rais Samia alivyowahi kuonyesha utu na mshikamano alipomtembelea Tundu Lissu hospitalini na kumtia moyo familia yake, pamoja na kukutana na aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe katika jitihada za kujenga uhusiano bora wa kisiasa. Vilevile aligusia ushiriki wa rais katika shughuli za kijamii pamoja na wanachama wa Chadema, ikiwemo maadhimisho ya siku ya wanawake. Kwa kuhitimisha, Odero amesitiza kwa jina la suluhu linapaswa kuakisi matendo ya kuleta maridhiano. Amemwomba rais aonyeshe mkono wa maelewano kwa kukutana na viongozi wa chama cha Chadema ili kujadili changamoto zilizopo na kuweka msingi imara wa mustakabali wa taifa. Ameongeza kuwa kupitia mazungumzo ya kweli, Tanzania inaweza kufungua ukurasa mpya wa umoja, haki na maendeleo. Na kwa ujumla, wito huu unaakisi matarajio ya sehemu ya jamii yanayotumaini kuona siasa za Tanzania zikielekea katika mwelekeo wa mazungumzo, maridhiano na ustawi wa pamoja, huku ikiamini kuwa mbele kuna mwanga iwapo viongozi watachagua njia ya maelewano. Tamati mjumuiko wa habari za kisiasa, mtazamaji. Kwa wakati mwingine tuendelee kupashana. Je, ombi lao litakubaliwa rais kukutana na viongozi wa Chadema ama itafikia wapi? Mpaka wakati mwingine, uwe na wakati mwema.